حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwa mara nyingine baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani bwana mtume alayhi salatu wassalam, hatuna budi ndugu zangu kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyetutunga tangu mwanzo wa Ramadhani mpaka leo tena Alhamis. Kesho tukitarajia itakuwa ni Ijumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndiyo 10 la kwanza laisha. Hii ni kuonesha kwamba umri wakatika mbio mbio. Ghafla ilikuwa tukianza mwezi ni wa jana, mwezi ni wa juzi, mara ikawa tumeanza sote kwa jumla, mara ghafla sasa tumekuwa twende Ijumaa ya pili. Baada ya masiku machache utashtuka tuangalia mwezi wa Shawwal na Ramadhani imepita. Kwa hiyo tujaribuni ndugu zangu, lakini nyakati muhimu tusiziachilie, na nyakati hazigandi, nyakati zapita. Kwa hiyo tuzipatilizeni nyakati hizi za kheri kwa kufanya mambo ya kheri, na tujibidiishe kuondosha uvivu katika maisha yetu, hasa katika maisha mazima ya ibada. Sisi ni wavivu sana katika ibada. Swala iliyobakia ambayo ina hudhuri mzuri ndani ya Ramadhani, naweza sema ni misikiti yote, imekuwa ni swala ya magharibi. Ndio swala ambayo ina hudhuri mzuri. Utaona mpaka ile misikiti ambayo kwamba huwa haina watu, lakini swala za magharibi za Ramadhani huwa watu ni wengi. Sasa lao ingelikuwa ule wengi tunaokuwa nao katika swala za magharibi za Ramadhani ndio wingi ule ule katika swala zote tangu alfajiri mpaka ishai na tarawih, basi wallahi tungekuwa mbali sana. Na ndo hata yule mmoja asokuwa Muislamu alipokuulizwa, je, Waislamu waweza wakaja wakasimamisha tena serikali ya Kiislamu katika ulimwengu? Sababu zilikuwa serikali nyuma za Kiislamu, kulikuwa na daulatul Abbasiyya, kulikuwa na daulatul Umayya, kulikuwa na daulatul Uthmaniyya. Hizi zote zilikuwa ni daula za Kiislamu, Ottoman Empire, na kwa nyuma ukienda huko utakuta kulikuwa na daula zile ziliongoza miaka 200, hizi ziliongoza miaka 700, hizi ziliongoza miaka 150. Ni umri mrefu, miaka 150, karibu karne 1.5, lakini watu kawa wanaongoza Kiislamu. Alipoulizwa akasema waweza wakaongoza Waislamu huu ulimwengu, lakini mpaka wafikie mahali iwe ile swala yao ya alfajiri wingi wao wanavokuja iwe wingi ule ni sawa sawa na swala ya Ijumaa. Ule wingi wa Ijumaa unavokuwa, basi ule wingi ule uwe ni swala ya alfajiri. Na ndio utaona wenzetu wametushinda sisi, hasa jamii ya Kisomali, katika kutunga ibada ya swala. Wametushinda mbali sana. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu namna anavowapa. Mimi nakumbuka siku moja tulikuwa zetu kule Isli, swala alfajiri hakuja kimiwa, utasema ni Ijumaa kwa subiri wa khatibu. Paka nje huko kwenye vibaraza umeshona umma, yule yosoma Qur'ani, yule yosali, yule yoleta dhikri. Yaani msikiti wa nguruma ibada, msikiti wa nguruma dhikri. Sasa ukiangalia jamii kama hiyo ambayo wameweka mbele ibada ya swala,
Mtu Msomali na hardware yake ya mamilioni, ukiadhiniwa atafunga ende akaswali kwanza. Kwa hiyo tusiwe na uvivu katika ibada ndugu zangu, na tujihamasishe sana na tuhamasishane katika kuzitunga hizi ibada zetu, hasa swala ambayo kwamba ndiyo kitofautishi kati yetu sisi na wasiokuwa Waislamu. Tofauti yetu sisi na Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala. Hadithi ambayo kwamba tuko nayo leo hii ndugu zangu, sihru nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kuna wakati watu waovu wenye kujua utawi walitaka kumdhuru Mtume alayhi salatu wasalam kwa utawi wao, na kama tunavyosema ndugu zangu, utawi upo, si jambo labda ni story. Uchawi upo katika haya maisha. Watu warogwa, watu wauliwa kwa kishirikina, watu wanadhuriwa, watu wanaharibiwa biashara zao, watu waharibiwa ndoa. Yufarriquna baina almar'i wa zawji. Kuna watu kazi yao ni kuziharibu ndoa, kuna watu kazi yao ni kuharibu, kuna watu kazi yao ni kufanya mkeo asishike mjamzito kabisa. Kila zikishika mimba zaharibiwa, kila zikishika mimba zaanguka. Ni utawi ambao kwamba upo na majini hutumika. Kuna majini hasa, hao ni majini ambao kwamba huteza na mimba za wanawake. Mimba ikishika, wao wanaitezea mimba ile, wanaimwaga. Wao wakishika mimba ile itezewa mpaka mimba ya moika. Na ndio utakuta kuna katika ruqya zile unazoitwa ayatul imsak. Mimba ile ikionekana kwamba mke amefanywa vitu kama hivyo, awe atasomewa zile aya za kuweza kuizuia na majini wasiichezee. Kwa hiyo utawi uko, na walifikia mahali mpaka utawi wakauingiza katika maisha ya Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa ilikuwaje? Ndio kisa ambacho kwamba tuko nacho leo hii. Ana Aisha radhiyallahu anha, kumpokea na Aisha mke wa Mtume alayhi salatu wassalam, asema na Aisha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suhir, alikuwa Mtume amefanyiwa uchawi. Na kuna baadhi ya watu katika kuutia illa Uislamu kusema mtume wenu alirogwa. Tuamini vipi uwezo wa utume wake mpaka nyinyi mtuambie kwamba mtume wenu ni mtume wa kweli? Mtume mwenyewe amerogwa, hakuweza kujikinga yeye. Je, ataweza kuwakinga wafuasi wake? Ni moja kati ya mambo ambayo kwamba huzunguka katika vifua vya wasiokuwa Waislamu katika kuonesha uovu wa Uislamu, ni kwamba mtume wenu alirogwa. Sasa leo ndugu yangu Muislamu, ukitoka hapa tusikizane katika hii hadithi vizuri, na mtu akitoka hapa ajue ya kwamba ilikuwaje, na je ule utawi aliofanyiwa mtume uliathiri da'wa yake, yani uliathiri ule utumi. Kwa sababu kuna Mtume Muhammad kama binadamu na kuna Mtume Muhammad kama mtumi. Je, huu utawi uliathiri kwenye utume wake? Basi mtume alipofanyiwa uchawi, saharahu rajulun min bani Zariq. Kuna bwana katika hili kabila yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, huyu ndio aliyemfanyia utawi mtume alayhi salatu wassalam, ambaye nina imani tungelikuwa tumjua ama yuko zama zetu tungemchoma na matairi kwa kumdhuru mtume alayhi salatu wassalam. Sababu mwizi wa viatu akishikwa hutafunishwa pilipili, na mwizi alishikwa tauni, kamba hata tukupigi ndugu yangu, bakuli la pilipili ile itafuna tu kimaliza nda zako. Pilipili zile kali tafuna wewe moja moja mpaka maliza. Sasa utaangalia wewe, ima ungoje magongo ya watu au utafune pilipili za hoho. Ile moja iliposhikwa alipoa chumvi ile shilingi 50, ile chumvi kubwa ile. Kama bwana tukupige, lakini ona hii chumvi ramba mpaka umalize ende zako. Au fiki mbali tayari koo ishakatika, hii damu atapika. Sababu ya viatu tu watu wameweka wewe naiba viatu. Ndio kuna waizi huwa hawana kazi wao. Watu waswali wao wavunde swala, watu wa viatu ende zao. Katika miongoni mwa vile tuliona imamu aliuliwa katika swala. Mzee ameingia baada swala moja katika swala, ima ni alasiri, magharibi, ni ishai. Ameingia watu washaswali, mzee mwenyewe akaingia ataka kuswali. Kuna kijana akaja akamshika bega kwamba kuonesha na kufuata.
Mzee akaanza kusoma sauti, yani kuanza kumuonesha mimi ndo imamu wako, yeye maamuma. Alipokuja kusujudu hivi, jamaa alitoa visu akammaliza yule mzee. Sasa kuna watu wa kungoja wakupate mahali, wana hawana pa kukupata isipokuwa kwenye swala. Saidna Umar aliuliwa kwenye swala ya alfajiri. Yule bwana aliingia kiblani akamngoja, alipoingia akamdunga visu vizuri katika tumbo. Sasa kuna watu walimdhuru mtume, mmoja ni huyu Labid ibn al-A'sam. Sasa ulimwathiri vipi uchawi? Na Aisha asema hatta kana Rasulullah yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a wama fa'ala. Mtume ilikuwa akikaa katika namna ulivyomwathiri, ilikuwa akiona amefanya jambo, kumbe lile jambo hajafanya. Hatta kana yara annahu ya'ti an-nisaa wa lam ya'tihinna. Yeye huona nimeenda kwa Aisha leo, kumbe hajakwenda. Mara aone alienda kwa Ummu Salama, kumbe hakwenda. Au aingie mahali ambapo kwamba alikuweko akarudi tena akaona hajakwenda. Na imetokea kwa wake za Mtume, waenda kwenye nyumba, Mtume si ulikuwa hapa jana, leo kwa mtu fulani, mbona umerudi hapa? Ndo namna ule utawi ulivyomwathiri huyo bwana alivyofanya. Sasa asema hata idha kana dhata yaumin, ilipokuwa siku moja au laila au usiku moja, wa huwa indi, na Aisha asema wakati huo yuko kwangu mimi Mtume, lakinahu daa Allah wa daa, alipokuwa na Aisha alimuomba Mwenyezi Mungu, kisha akasema Mtume kwamba na Aisha, ya Aisha ash'arti anna Allah, hivi watambua kwamba Mwenyezi Mungu qad aftani fi amri tafaituhu fihi, yani Mwenyezi Mungu hukutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu mimi amenijibu yale nilokuwa nikimuomba? Na Aisha akamuuliza wa madhaka ya Rasulullah, ni jambo gani ambalo kwamba ulikuwa ukimuomba Mwenyezi Mungu akakujibu? Sasa hapa ndipo akamueleza kuhusu namna utawi ulivyokuja kuharibiwa na namna ulivyokuwa umemwathiri na kitu gani kilifanywa mpaka Mtume akaathirika namna hiyo, na kitu gani kilifanywa mpaka Mtume akapoa kutokana na maradhi ambayo kwamba alikuwa ameyapata. Akamueleza na Aisha kwa kumwambia atani rajulani, walinijilia watu wawili ambao walikuwa ni Jibril alayhi salam na malaika mwingine. Faqaada ahaduhuma inda ra'si, malaika mmoja akaja akakaa kwenye kichwa changu, wal akharu inda rijli, na malaika mwingine akaja akakaa katika miguu yangu. Faqala ahaduhuma, malaika mmoja akasema, alladhi inda ra'si li sahibi, yule ambaye kwamba alikuwa yuko kwenye kichwa changu akamwambia yule ambaye kwamba yuko katika miguu yangu, ma waj'u ar-rajuli, huyu bwana au mwana nini? Faqala, yule bwana akasema, malaika mmoja akajibu kusema, matbubun ay mashurun, amerogwa huyu, amefanyiwa uchawi. Qala, malaika akauliza mwenzake kumuuliza kwamba man tabbahu ay man saharahu, nani amemfanyia utawi huyu mtumi? Malaika akajibu akasema, Labid ibn al-A'sam, aliyemfanyia huu utawi ni Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, Myahudi. Na unajua Mayahudi mpaka leo wana vita na Uislamu, walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, Mayahudi na Manasara hawatowaridhieni Waislamu mpaka mfuate nyayo zao. Leo Kenya wanaletwa Mayahudi hapo Nakuru, wamepewa ardhi hapo. Na katika mazungumzo ya Mayahudi wenyewe wasema kullu ardhin wati'atha al-yahudu fahiya lahum, kila ardhi ambayo kama Myahudi atakwenda kukanyaga, fikra yake yamwambia hapa ni kwetu. Yani sisi kwa miaka 100 mbele tunaweza tukawa ni wageni ndani ya Kenya yetu tuliozaliwa. Sababu Myahudi mahali anapoishi husema ni kwake. Kama sura alipokuingia Palestina akajenga mji akauita Israel, au ikawa ni nchi na ikatambulikana ulimwenguni. Kwa hiyo Myahudi zamani usumbufu wake ulimsumbua mtume huyo. Mtume Madina, Maka, alipokuwa Maka alikuwa na makundi mawili tu, alikuwa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Makuraishi. Basi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, makundi mawili tu. Lakini sasa alipoingia Madina alipata makundi zaidi ya mawili. Alipata Waislamu, kisha akapata na wanafiki, kisha akapata na Mayahudi. Ule usumbufu namna ulivyokuwa, wasiokuwa Waislamu wasumbua kivyao na Mayahudi nao pia wasumbua. Sasa Mayahudi hawa
Labid huyu ambaye alikuwa ni Myahudi, kisha mbali na Myahudi kana munafiqan, alikuwa ni katika wanafiki, alikuwa ni katika wenzake yule Abdullah ibn Ubay ibn Salul aliyekwenda kumzuliana na Aisha katika kisa tulizungumza juzi, ile hadithatul ifk, namna alivyomzuliana na Aisha na Safwan ibn Mu'attal. Sasa Mayahudi hawa ndugu zangu, uadui wao na Uislamu ni zamani, si leo na jana, lakini Qur'ani ishatuambia kwamba Wayahudi watafanya uharibifu katika hii ardhi mara mbili tu, la tufsiduna fil ardi marratayn. Mwenyezi Mungu ashatuahidi kwenye Qur'ani, mtafanya uharibifu katika hii ardhi mara mbili tu, kisha kutakuja jeshi hilo ambalo litamaliza serikali ya Kiyahudi. Allahumma ziwe ni siku ambazo tutaona sisi namna watakavyoshindwa Mayahudi. Tuswali mtana mpaka jioni kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa dhulma zao. Lakini ahadi Mwenyezi Mungu ashaipeana kwenye Qur'ani kwamba la tufsiduna fil ardi marratayn. Mtakuwa wakubwa, mtasema, mtakuwa na mtatia utisho, lakini kutakuja jeshi ambao kwamba ni uli basi shadidi, jeshi ambalo kwamba litakuwa na nguvu. Na ndio maana utaona kila serikali ambazo kwamba zina imani zataka kuthibitisha hii kwamba Mwenyezi Mungu tujalie tuwe ni sisi wa kuwamaliza na kuwaondosha Mayahudi. Mayahudi hao na wako wazuri, si kwamba wote ni wabaya. Wako wale ambao kwamba wakipata imani wanakuwa na imani, lakini asili yao ni wasumbufu na wamesumbua mitume wote. Hata Qur'ani imetuambia kwamba hii Qur'ani yenyewe yazungumza zaidi kuhusu Bani Israili, kuhusu Mayahudi yazungumza zaidi. Manake ndio watu waliowasumbua sana mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwaua, kwa kuwatesa. Wale wa Nabii Yahya walimfuata kwamba sitaka muujiza. Unataka muujiza gani? Wale alijabali litoe ngamia. Huyo ngamia akitoka awe na mimba, kisha sije azae. Mutaamini? Tutaamini. Ili jabali litoke ngamia, tena ngamia awe na mimba, alafu azae, tumuone. Jabali litoe ngamia, lifunike atoke ngamia. Nabii Yahya swali raka 2 akamwomba Mwenyezi Mungu, kisha akamwambia basi Mwenyezi Mungu amekubali kuwaletea muujiza, lakini amewekea sharti. Sharti ni vipi? Siku atakayokunwa ngamia maji nyinyi hamunywi, mtakunwa maziwa yake, na siku mkinwa nyinyi maji yeye hanywi. Kwa ile siku nyinyi mnakunwa maji yeye hatokunwa maji, na siku nyinyi mnakunwa, siku yeye akinwa nyinyi hamunywi. Lakini tu ile siku yeye yonwa maji nyinyi mtakunwa maziwa yake, mtakao maziwa mtakunwa. Na ile siku nyinyi mwanwa maji hivyo, yani mtapishana, yeye akinwa nyinyi hamunywi, na nyinyi mkinwa yeye hanywi. Hiyo tu ndo sharti yake, hilo tu, hilo peke yake. Hata tumelikubali. Jabali likafunguka, ngamia akatoka, hajakaa vizuri, akazaa mtoto. Wenyewe wakwambia ule ngamia alikuwa maumbile yake ni makubwa, mpaka wale ngamia wengine wa mtaani walikuwa wanamkimbia huyu ngamia wa miujiza kwa ule ukubwa aliokuwa nao. Basi ikawa siku ni ya ngamia, siku yao, siku ya ngamia, siku yao. Ngamia siku akinwa maji wao hawana, watakunywa maziwa mji mzima kupitia huyo ngamia. Vikawachosha. Qur'ani atuambia nini? Idhim ba'atha ashqaha, kuna ule muovu wao, kiongozi wao ndo waliotoka, kenda akamchinja ule ngamia. Walipomchinja ndani hata nyama hawakupata, katika miujiza ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia ngamia. Wakija wakifungua, wakimchinja, wakimwangalia hivi, ndani nyama pia hakuna, manake hakula chochote. Yule mtoto wa yule ngamia alipoona mamangu amfanywa vile, alikimbia akaruka ile jabali likapasua, akaingia hapa, akapotelea hapo. Mtoto yule ngamia ambaye alizaliwa naye. Mwenyezi Mungu ndo akawaambia, sasa kwa kuwa ile sharti zangu mnzikataa, Nabii Saleh, si Nabii Yahya, Nabii Saleh, kwa kuwa sharti zangu mmezikataa, subirini adhabu sasa. Ndio ile alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa kadhaba thamud wa ad bilqari'a fa amma thamud fa uhliku bitaghiya wa amma ad
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية fahal tara lahum min baqiya. Mwenyezi Mungu aliteremsha adhabu ya upepo ambao kwamba upepo ukiingia mdomoni watoka na chini na matumbo yote, abaki dude dude tu ndani, hana kitu. Hao ni Mayahudi ndugu zangu, wanakusumbua na ulimwengu wa leo, wanasumbua mpaka mbala, wanasumbua kweli kweli, lakini inshallah iko siku watashindwa, na si mbali siku hiyo ndugu zangu, iko siku na si mbali. Mtume alisema katika hadithi kwamba la tuftahanna al-Qustantiniya, ile Qustantiniya wakati huo wakiwa wanaiongoza wale Byzantine na ilikuwa iko chini yao Qustantiniya. Mtume katika hadithi alisema itafathiwa Qustantiniya, itafanywa fathi, fala ni'ma al-amiru amiruha, kiongozi bora ni kiongozi wa jeshi litakalokwenda kufathi Qustantiniya, wala ni'ma al-jaysh jayshuha, na neema ya jeshi zuri ni jeshi ambalo kama litakwenda kufathi Qustantiniya. Daulatul Uthmaniyya ambao ni Ottoman Empire, sultan wa 5 akiitwa Muhammad al-Fatih, yeye ndiye alikwenda kuifathi Qustantiniya, na ni fikra ambayo ilianza kwa sultan wa 2 baada ya Uthman al-Ghazi, mtoto wake Orhan. Yeye ndiye alikuwa na fikra kwamba iko siku baada ya kwenda kufathi Bursa akaifanya ndio asima, ndio makao makuu ya Daulatul Uthmaniyya. Akasema mimi fikra yangu ni kwenda kufathi Iznik na kwenda kufathi mji fulani, lakini fikra yangu kuu zaidi ni kwenda kufathi Qustantiniya. Fikra aliyokuwa nayo sultan wa 2 katika Daulatul Uthmaniyya, Sultan Orhan, wenyewe ukisema ndio aghna sultan, alikuwa ndio sultan tajiri zaidi katika Daulatul Uthmaniyya. Sasa akaja sultan wa 3, Sultan Bayazid, akaja sultan wa 4, kisha sultan wa 5 akawa ni Muhammad al-Fatih, kijana mdogo sana, lakini alikuwa na tumuh, fikra za mbali. Akaifathi Qustantiniya, leo yaitwa Istanbul, Uturuki. Kuna msikiti kule unaitwa Aya Sofia, misikiti mengi ambayo ameijenga kama masultani. Kuna Masjid Muhammad ambao ni msikiti wa Jami' Muhammad. Akaifathi Qustantiniya, akayatoa makao makuu kutoka Bursa akayapeleka Qustantiniya, na ikawa ni Istanbul. Mpaka leo ndo makao makuu, ndo mji mkuu wa Turki, inaitwa Istanbul. Kwa hiyo huyu Yahudi akamfanyia huu uovu Mtume alayhi salatu wasalam, akawa Mtume yuaonekana kwamba amefanya jambo, kumbe hakufanya, na mara nyingine huona hakufanya, kumbe amefanya. Na zaidi katika hili lilikuwa katika nyumba zake, huona ameenda kwa Aisha, kumbe hakwenda, au huku amekwenda akarudi tena aona hakwenda, na wakezi wakaligundua kwamba Mtume hayuko kawaida katika hii masiku. Na ni maradhi ambayo kwamba watuambiwa yalitukua miezi 6, na wengine wasema yalitukua siku 40 Mtume kuathiriwa na huu uchawi. Na wenyewe wakwambia utawi wachukua masaa 24, lazima yule aliyekuroga ende akariniu. Akifanya ule utawi wake utakaa masaa 24, unaanza kurusha nguvu, wenda mpaka waondoka, mpaka aje afanye tena. Sasa uko katika murakaba, yani aliyekuroga huwa anakufuatilia. Ndio utaona hata watu huja kumwamka mgonjwa, yule mshairi asema wa kam min aidin wa laysa yaudu bal liyanzura hal huwa yamutu. Kuna wenye kuna kumtembelea mgonjwa, lakini lengo si kumtembelea mgonjwa, ni kwenda tu kuangalia atakufa saa ngapi, sababu alokufanyia ule utawi. Sasa yona huyu sikuwa namfanyia utawi afa tangu juzi, mbona hajafa huyu? Sasa kuna watu wanakuja kuangalia, uko tahta almuraqaba, katika uangalizi wa utawi fulani. Watu wanakuangalia, huyu tushamkata kivuli, lakini mbona bado yuko ishi huyu, huyu ana nini huyu? Mwisho wanakuja kuambia ustadhi, wewe si kidogo wewe, kumbe alikujaribu mahali akaviona vimemshinda. Kwa hiyo mtu asiate zile dua, kila akitaka kulala Ayatul Kursi, akitoka asubuhi nyumbani asome dua ya kutoka nyumbani, akirudi asome dua. Watoto wako wasome dua, mtoto wako ule mchanga msome dua. Ukitaka kulala na mke wako pia soma dua.
sababu ule kipindi ile mbegu zaenda kwenye uzao ndio umeziachilia zaenda, shetani huingia nazo pale. Ukaza mtoto hasikii kwa sababu babake ni nani huyu? Ndio wewe ndio babake. Ndio Mtume akatwambia kwamba wakati ule na mwanamke usome dua, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana mimma razaqtana. Mwenyezi Mungu tuwekee mbali shetani na utuwekee mbali shetani na kile ambacho kama utaturuzuku kupitia hiki kitendo tunachokifanya mimi na mke wangu, ili hata kama wakati ule Mwenyezi Mungu ndo amekuandikia kwamba lile tendo ndilo litakalozalisha mtoto, basi mtoto yule Mwenyezi Mungu amweke mbali na shetani. Wa inna shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam, shetani hupita katika mwili wa mwanadamu kupitia mapitio ya damu na manini damu, baina sulbi wa taraib, yatoka huko kwenye uti wa mgongo, tena utoka na nguvu. Sasa wakati yaenda shetani huenda nayo, kaenda kaingia nayo kwenye kizazi. Akija kitoka mtoto hasikii kweli kweli, ukisema moja nikujibu 11. Ukaita walimu wafanyie dua, lakini wapi? Kumbe ulimharibu wakati nyinyi mulala na mke wenu na huko mnaweka nyimbo. Diamond aimba nyuko mstarehe. Sasa wakati yenda kwenye uzao alikuwa na nyimbo za Diamond huko ndani. Alipotoka toka mwimbaji. Basi kana yara annahu yati nisaa wa lam yatihinna, huonekana kwamba amewaendea wake zake na huku kume hakuwaendea. Hata idha kana dhata laila, alipokuja akamwambia, je, umeona kwamba jua ndio omba nimejibiwa? Kisha Mtume akamweleza kwamba walikuja malaika, mwisho wakaulizana aliyefanya nani? Akasema ni Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, rajul min bani Raziq, halif al-Yahudi, kana munafiq, alikuwa ni mnafiki huyo bwana. Akauliza fi ayi shay'in, amefanya huu tawi katika kitu gani? Akamwambia fi mushtin wa mushata, amefanya katika kitana alichokuwa kijitania Mtume na nyele zake. Na ndio utaona mpaka wale ma president ule Kim Jong unavyomuona yule akisafiri yuenda na choo chake, katika miongoni mwa ulinzi wao wale kina Putin au kina Kim Jong unawasikia, au kisafiri wale asafiri na choo chake. Ndani ya ndege kuna choo, akitakwenda haja choo chatolewa, ingia fanya haja, yani haja zake hurudi nazo Korea, hazibaki mahali anapokwenda, kwa kukimbia zile DNA zile, kwa kukimbia vitu fulani katika usalama wao. Sasa mtu anaweza kukuroga kupitia kucha, ndio watu wakwambia usikate kucha usiku, sababu yezangu kwa mahali mtawi akaja akaichukua akaenda akakufanyia ubaya. Usishone nguo usiku, mtu anaweza kuja kuchukua zile vipande vya nguo zako akaenda akafanya ubaya. Wale wazee wa zamani walikuwa na fikra, kumbe ni haya maneno wameyasoma kupitia walimu wa madrasa walikuwa wakisikia madarasa, wakaona basi tuwekeni hivi na hivi na hivi, mtu asifanye hichi asifanye hichi. Usishone nguo na huku umeivaa. Maiti ndio ushonewa nguo huku amevalishwa, lakini mtu mwaloko hai ishone nguo ikiwa umevua. Nguo ya ndani ikiharibika usishone ukavaa tena, ya kuletea ufukara. Sio boxai haribika wewe ndio ishone ukavaa tena, haribika wewe ishone ukavaa tena, itu ufukara. Nguo ya ndani imeharibika imekatika, tupa tafuta nyingine. Nguo zimejaa shilingi 50 30 basi mpaka ndio ukashone shone. Nguo nyeupe uko unashona unguzi wa blue, taona haya kwenda kuivaa ile mtu. Sasa akauliza amefanya utawi kwenye nini? Asema amefanya utawi kwenye kichana. Alichukua kichana na nyele zake Mtume alayhi salatu wasalam, wakamdhuru Mtume kupitia kitana na kupitia na nyele zake. Hata hawa wanawake tunaoishi nao ndani ya majumba tuwe makini na wao. Sasa kushtukia mara hakuna chai siku hiyo, mara mke ameanza uradi wa kupikia kila sioni kuna chai. Mshangaa mapenzi gani haya? Kumbe kuna dawa yake ampewa, ni dawa ya fight kwenye chai. Ukiingia tu jioni, mume wangu chai karibu. Wewe una chai tujipige kwa vikombe viwili. Ongeza chai tamu mashallah. Kumbe akutegea tu baada ya siku 7 hiyo chai ile ikwenda. Hakuna tena chai baada ya siku 7. Kumbe kwa siku 7 tu. Na yuko makini, ukiingia tu kaoge. Hashiki simu wala nini, langu litakuwa tu. Wakiwa chai hapo. Ukifika wano mwenye chai yako, kesho ukinwa, kesho kutwa ukinwa. Ukiambiwa chochote amba muulize wife. Bwana sijui vina hivi, bwana mpaka niongee na wife bwana. Bwana tuende zetu kutembea sisi wanaume. Mimi mpaka nimwambie wife bwana. Mimi siwezi toka bila wife kujua. Vipi kesho kutwa tuna mpirani basi? Mpaka nimuulize wife.
Wife akikataa, basi siwezi toka mimi. Badala wife yeye ndo akitaka kutoka kuulize wewe, kwa wewe ndo wamuuliza yeye sasa. Kumbe ni zile chai hizi. Na kuna hatari zaidi watu kuulishwa mpaka mtu akaja akalishwa zile damu za hedhi. Mtu akwenda kwa mtawi akaambiwa, bwana wewe wafaa ile damu yako ya hedhi mtie kwenye chakula, lakini tanganya na mti huu na mti huu na mti huu. Kenda akatanganya, akaichukua damu yake ya hedhi akakuwekea. Kala maskini. Twalishwa vitu wanaume ndani ya majumba sisi. Mungu atuhifadhi na tustiri. Lakini twalishwa vitu vya kutishatisha ndani ya majumba. Hoteli za wanawake hizi nyingine. Kwamba bwana nataka wateja wewe. Sasa nenda kanawe, kisha ile maji yako tia kwenye chakula, ile maji unaopikia chai, unaopikia sima yako, unaokandia unga wa chapati zinazopikia, utakanda kupitia maji ulionawia. Nenda kula chapati, hata si tamu, lakini wewe basi wajisikia tu kale pale chapati. Siko tamu hizi, na hata zina utamu wote. Kumbe amfanya tu utawi fulani ambao wafanya kuvuta. Sasa huyu bwana akafanya utawi kupitia kichana na nyele na kaka la mtende. Lete tende na makarara yake yale. Kenda kafunga funga humo ndo akamweka mtume hapo kwenye utawi huo. Wa aina huwa, kisha wale malaika wakaulizana, huo utawi sasa uko wapi? Qala, akasema tahta ra'unatin fi bi'ri Dharwan. Kuna sehemu katika kisima cha Dharwan, utawi uko hapo. Hii ni kutuonesha kwamba hata kabla hujafanyiwa ruqya, ni utawi utafutwe mahali ulipofanyiwa, uharibiwe kwanza ndio ufanywe ruqya. Sababu zafanywa ruqya, lakini utawi uko mahali ushazikwa kwenye kaburi. Ushakwenda makaburini, watu watema makaburi waona viungu. Ndani watu waona majina ya watu. Kumbe mbwana anakwenda kuuza shamba, alafu akawazima ndugu zake. Shamba akaliuza akala pesa, alafu akatafuta ndugu zake majina yao akawatia chunguni. Akaenda kwa mtawa akamwambia, bwana hichi kichungu majina yao tia hapo, tia sijui na mti gani, kisha hichi chungu nenda kakizike kwenye kaburi la mtoto ambaye alikufa kabla hajaanza kusema. Sasa wewe ndio kwenye makaburi, tafuta makaburi ya watoto. Hapa ndio makaburi ya watoto haya. Timba watia hapo. Nyinyi mko na timba kaburi, mpambana na chungu. Sasa mimi nawaambia ndugu zangu, mkiona viungu mali vivunjeni, mtawaokoa wengi watu kwa nje, nyinyi mjui. Kuna watu wanzikwa na wenyewe bado wako hai. Sasa ukitimba kaburi mahali ukaona chungu kivunde, kuna mtu amemfungua mahali huko. Hujui nani, lakini yuko mtu amemfungua huko. Sababu labda yuenda mbio kufanya ruqya, yuenda mbio kufanya matibabu, lakini kwa utawi uko mahali ushazikwa, zile ruqya zinakuwa hazifanyi kazi. Na hata zikifanya kazi leo baada ya siku 2-3 hali inakuwa ile mbaya. Nimetibu mimi, nimezunguka waganga wote. Kumbe mpaka ule utawi uliofanywa utafute mahali umewekwa, uharibiwe kwanza. Ndio wewe huku ufanye maruqya na upe madawa ya sunna yale mazuri upoe. Sasa malaika waliulizana, uko wapi huo utawi? Kamba uko mahali fulani, tahta ra'unatin fi bi'ri Dharwan. Na hicho kisima ni kisima cha kabila lao huyu bwana ambaye amemfanyia mtume utawi, ni kisima cha kabila lao. Fadhahaba an-nabi, mtume akaenda, fa atal bi'ra, akaenda pa kwenye kile kisima, min ashabihi, pamoja na masahaba zake. Saidina Ali alikuwa ni mmoja wao na Zubair, na mmoja katika sahaba watatu alimtoka jina lake, lakini wawili walikuwa Saidina Ali na Zubair. Wakatoka kwenda pamoja, wakaupata kwenye huo mtende, wakautoa ule utawi mahali ulipokuwa, wakauvunja vunja, ndio zikashuka zile muawidhat. Malaika wakaja na ndani wakifungua wakakuta kuna vifungo 11 mtume alikuwa mfungwa. Vifungo 11 vimefungwa, mtume amefungwa vifungo. Sasa utakuja kukuta mahali wewe umefungwa mti wa masindano umewekwa mahali hapo, wewe husemi, hutukutiki. Wewe utasikiza mama mkwe anachokisema na baba mkwe tu. Mke amkwenda kufanyia kitu, wewe kwenu kusahau kabisa. Na ndio wenye kusema hawa wanaume wenye pesa wengi hawapati wanawake wenye kuwapenda. Sisi maskini ndio upata wanawake wanaotupa. Sababu mtu ankuja, mimi sina kitu, ni kuona kuhonga nini mimi? Kuhonga kitu, sikukupa simu na iPhone 14 na iPhone 17. Sikununulia kiwanda, sikununulia gari, lakini umenipenda. Lakini hao wenzetu wenye pesa hawa, si rahisi kupenda, huwa mara nyingi wakutafuta ile pesa. Na wenyewe wakwambia, ukiona mara nyingine umeoa mwanamke na una nafasi na mama mkwe hatoki nyumbani kwako, uliza mara mbili. Si kwamba wote ni wabaya, wengine wanakuja sababu ya njaa tu, labda uko nyumbani hakulii vizuri,
Lakini wengine wakija wakapa, shika dawa hii mwanangu, shika dawa hii mwanangu. Sababu vita vya mwanamume mara nyingi huwa havidumu. Wanaume, hakuna mwanamume anayedumisha vita, na ukiona mwanamume anadumisha vita, jua katikati kuna mwanamke. Lakini wanawake ndio vita vyao haviishi. Sasa unao mke, mara mama mke ashakuja, kila weekend yuko hapo, kila weekend yuko hapo. Fuatilia, utakuta kuna mpango unapangwa, mpango mmoja kabambe sana. Utakuja kutahamaki wewe, kwenu huulizi chochote wala huambiwi chochote. Watu wa kwenu kwa sawa kabisa, wewe kila kitu ni kwa kina mke. Una kampuni lakini mkubwa ndugu yake mshemeji yako, sijui accountant gani ni mama mkwe, kule tumemweka nani, ameweka sijui kaka yake mkewe, dada yake mkewe yuko hapo, familia yake na mke yote iko hapo. Sasa mara nyingine si wewe maskini, si kwamba wewe ndo wataka, lakini zile dawa ndio zinazokupeleka. Zile dawa zinazokupeleka. Sasa familia ikichunguza, ifuatilie mahali yamezikwa, na huwa vigumu kujua kwamba huyu mwana wetu anzikwa wapi. Pengine ni kwenye mlango, ni kwenye kaburi, ndani ya kisima umewekwa juu ya mbuyu huko hatujui, umewekwa chini ya sijui nini. Sasa hapo yule mwana anasema amerogwa na mroga leo, mroga pia nkufa. Sasa huko hatujui uko mahali gani. Anrogwa na aliyemroga pia naye ankufa. Unkwenda kwa mganga, yule mmoja alikuwa akifanya mazingaombwe. Mazingaombwe hujigeuza mamba yeye. Mamba, alafu sijui kuna kitu fulani hupewa akageuka kawa mwanadamu. Sasa siku hiyo kuna maji fulani, kuna maji kwa mpewa, kwamba ukijigeuza mamba kisha jimwagia haya maji, tafuta mtu akimwagia haya maji utageuka utakuwa mwanadamu. Bahati mbaya siku hiyo ikiwa na mwanawe, baba akajigeuza mamba. Mwana bahati mbaya ile maji akayapiga teke akamwaika, ile maji ambayo amwagia ageuke mwanadamu. Akamwaika. Fanyeje? Akirudi kwa mganga kule, yule mganga aliwafanyia ile dawa mkufa. Nifika yule mganga alikufa bwana hapa. Tulimzika sijui wiki iliyopita. Babangu nitafanyaje mimi sasa? Yule ndio akaishi majini sasa. Maana yake mtaani huwezi ishi wewe mamba. Lakini mtoto mmoja akiangalia yule mamba, "Jo, babangu huyu, si babangu huyu, babangu huyu." Lakini nani atakayekuelewa sasa kama ule unayemzungumza babako? Mambo wasema babako wewe, ule mama babako kweli? Kumbe ni mahali wanakwenda kuchukua mazingaombwe ya kutafuta pesa. Wakaamba fanya hivi atageuka mamba, kisha fanya hivi atageuka mwanadamu. Maji akamwika, akaenda kwa mganga, mganga ankufa. Mtume alikwenda kwenye kisima, akautoa ule utawi, akiwa na Saidina Ali, akiwa na Saidina Zubair, au ni malaika waliotoa, wakauvunja ukaharibu ule utawi kwanza, ukaharibiwa, kisha ndiyo sasa akasoma zile muawidhat, qul a'udhu bil falaq na qul a'udhu bin nas, na kila alikuwa zikisomwa hufungua kifungo kimoja, kila zikisomwa kifungo kimoja hufunga, mpaka zilipofika 11 zikafunga zile vifungo ambazo kwamba alikuwa mtume amefungwa nazo. Ndio sisi pia tunafaa tusome hizi muawidhat kila asubuhi na jioni. Haujui mbaya wako nani. Waweza kusikitika mwana kuona mbaya wako ni mzazi wako haswa, ndio anayekufanyia vituko. Nakumbuka kitambo kulikuwa na bwana ni mwanajeshi yeye, KDF, tena ni mkubwa katika rank za juu zile. Ana watoto wake karibu watoto 5. Akafa mtoto wa kwanza. Akafa mtoto wa pili. Si wa kwanza first born, yani akafa wa kwanza hivyo, lakini yule first born alikuwa yuko zake university mwaka wa mwisho yomaliza akafa. Sasa mke wake alikuwa akimwambia, bana wewe waona watoto wetu wanakufa, lakini kuna mchezo hapa wachezwa, fuatilia. Alipokuja kufuatilia, kumbe babake mzazi ndiye anayewatoa hawa watoto wa mwanawe ili kutafuta ukubwa kwenye chama cha uchawi kwao. Kifuatilia kweli bwana. Tuambiwa alimzika babake akiwa hai. Akamtia sandukuni, akamdungia misumari, sanduku likashukishwa likafukiwa. Uniulia mwana wa kwanza, mwana wa pili. Huyu yuko university, mwana tarajia angalau kesho atakuwa na kazi nisaidie. Pia umenimalizia. Nenda wewe baba pia akhera. Kamziki ile mbaki. Siyazungumzia kwamba ni sawa labda kuua mtawi, ingawa hukumu yake mkatwa kichwa. Ndio hukumu ya Kiislamu. Mtawi mkatwa kichwa. Lakini nani wa kumkata kichwa mpaka serikali iwe serikali ya Kiislamu inaongozwa na sheria za Kiislamu. Na ukienda mashambani kwa Kilifi mtawi wauliwa tu. Chifu yuaje achukua maiti apeleka mocha. Ule ukishikwa wewe ni mtawi wauliwa.
sababu ilikuwa warudisha ulimwengu nyuma, hatuvuki. Na utakuta miji ambayo kwamba ina utawi ni miji ambayo haipigi hatua. Kila siku nitaanza koroboi tu na kandili. Jamaa nataka na stima sisi huku kwetu. Babu yuko hapo mwenyewe ataka mzee uitwe jina lake. Sababu ukijengwa nyumba kubwa, mji utabadilika jina uitwe jina la mtoto wake. Kuna nyumba ya mtu fulani pale, yeye ataka bado mji uitwe jina lake. Kwa hiyo jina lake la vipi? Hakuna kujenga nyumba kubwa hapa. Nyumba ni hizi. Kuna watu waishi Mombasa hapa maskini waishi hapa. Siku akienda kwao huko kindo kimwona, amva kikoi cha juzi na shati mbovu nini? Asijulikane amefungukiwa na maisha. Akijulikana tu yorogwa. Akijulikana tu yauliwa. Yaani kuna watu sisi maendeleo yetu hatutaki. Ndio yule mmoja aliulizwa, kwa nini wazungu hupiga hatua? Sisi huku Kiafrika tunarudi nyuma. Mbona wale wavumbua kitu? Mara leo simu. Jana wametoa, jana kwa tarehe 25, sio? Wamezindua ile S26 Ultra. Simu kubwa, simu ya $180,000. Mbona wazungu wako hivyo wanaendelea wapiga hatua kila siku? Yule bwana akajua akasema kwa sababu wazungu yule anayefeli wampa moyo wafaulu. Yaani mzungu ukifanya kitu alafu kikiharibika, wanatafuta ulifeli mahali gani tukupe support ili ufaulu. Ndio ambao mtu wa kwanza kutengeza ndege watu wote walikufa. Ilipoenuka. Watu karibu 200 walikufa. Yule mtu wa kwanza aliyotengeza ndege ya safari zile. Ndege ilipoenuka tu ilianguka watu wakafa. Lakini hawakuchoka, waliangalia kilichoifanya ndege ianguke nini. Wakazindua mpaka leo patengenezwa miji ndege yabeba ndege yabeba helikopta, ndege yabeba vifaru. Nini lakini baada ya yule mfeli wakamsupport. Kule wako hivi. Sisi huku yule aliyefaulu ndio tunampiga vita arudi. Tofauti ya wazungu na sisi. Wazungu humsupport aliyefeli afaulu. Sisi tumpiga vita aliyefaulu ili afeli. Kwa hiyo Mtume akauvunda utawi na akasomewa zile muawidhati, na kila akisomewa ikawa yafunguka ile zile vifungo vyake, mwisho akapoa maradhi yaliokuwa yuko nayo. Masahaba wakasema si tumfanyie yule, maana ndio lugha nzuri. Yule labidi tumfanyie, akasema karihtu an athira ala ahadi minan nasi fi shar. Sipendi kulipiza kisasi. Moyo wa Mtume alayhi salatu, pamoja na ubaya na ushahidi kamili, lakini akasema sitakulipiza kisasi. Na ndio katika hikma, ndugu yangu, mtu akikufanya uovu basi muatie Mungu, tena muatie Mungu kikweli. Nyasue, lakini ikifikia mahali kwamba unayo nafasi ya kumlipiza, hata usimlipize. Tembea na mkeo bwana, nenda mahali ule kamfanye bwana, mzuie haja ndogo yule. Sana. Malipo ni hapa duniani, akhera ni hesabu. Kuna bwana alimpokonya mtu mke, akakaa naye mpaka Zaida akamuoa. Yule bwana kalia mwenyewe, akauguza maradhi ya mahaba mpaka akapoa, akaishi. Yule bwana huko enjoy mwenyewe, wakakaa wakazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka msahau. Akaja kumfumania huyo mke ndani ya nyumba na rafiki yake. Mwenye mtoa zake mahali, akaona na sijui laptop na sau nini, akiingia na nyumba akuta watu juu ya kochi wenyewe, hata wana enjoy, hawana habari juu ya kochi, tena kochi longo mwenyewe. Sasa alilia, lakini alikuwa akumbuka kwamba huyu mke mwenyewe mimi pia nilimpokonya mtu, yule mtu alisikiaje? Sasa ikawa kibao chake, yeye hakupokonywa, kuja akaona hivi. Na unajua wakati malipo huja double. Wakati Mungu atakukulipa huja mara 2 kuliko ulivyofanya kule nyuma. Wewe ulifanya kwa kujifita, hii yako itakuja live. Utaonyeshwa kila kitu hivi. Na ndio maana anasema mara nyingine, ukipatikana tatizo katika maisha, fikiria, je, kuna tatizo kama hili nilimfanyia mtu nyuma? Kama ulimfanyia mtu nyuma, basi ya Rabbi, nashukuru umenilipa hapa duniani, nisamehe, na huko hiyo umenisamehe. Lakini ikiwa huja kumfanyia mtu, ni mtihani Mungu ankupa, Mola akupe moyo wa kuvumilia. Lakini kabla hujafikiria mengi, fikiria, je, hili tatizo lilotokea hili, mwanangu natiliwa mimba huyu, mwanangu umefanywa hivi, au mimi nafanywa hivi. Jifikirie wewe, mimi nishaye kumfanyia mtu kitu kama hicho? Jikumbuke, jiangalie maisha ya nyuma huko. Mtu wa kile kisa mara nyingi, yule mzee alikuwa binti yake yomlinda,
Akitoka skuli gari mpaka mlangoni, yashuka yaingia ndani ya nyumba. Akitakuta skuli gari yaja mpaka mlangoni, kutoka nyumbani aingia garini skuli. Akikuona na binti yake tu ashalipa mapolisi, wajashikwa wafungwa, lakini yeye mabinti za watu huko nje haribu. Mamaidi ndani ya nyumba ashawachezea, wake za watu mara ashawachezea sana, mpaka ana watoto wake kwa mimba, kwa ndoa za watu wengine. Sasa wana Mwenyezi Mungu yomwangalia tu, ma kana rabbuka nasiya, Mola wako huwa asahau. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mwenyezi Mungu amdhulumu mtu. Yule binti akapata mwanamume kule shule. Mwanamume kila akimtaka mwambia, bana, nafasi ya mimi nawe kuonana uronga haiwezekani, lakini nafasi moja tu kama utaweza. Yaani nafasi ya hatari. Nafasi gani? Wewe bwana, ikiwa waweza kabisa, nikupe buibui na ninja uvae, kisha uje nyumbani, sauti uifanyie ya kike, useme wewe rafiki yangu, tunkuja kustadi masomo. Ukipanda juu utavaa buibui, utafanya mambo yetu, ukitaka kushuka utavaa buibui lako uende zako. Deal done. Deal done. Mwanamume akanunua buibui, tena buibui la ghali na mitandio mizuri na jilbabu na ninja yake. Baba ninja vizuri. Kifagetini pale, nani? Fatma. Tunkuja kutwali sisi na nani? Yuko juu. Mzee mwenye ndio yaomba, yuko juu, panda hiyo ngazi hapo wewe. Room ya kwanza baada ya ngazi ya pili. Kama yupanda hiyo ndajua watu watwali masomo yote huko juu. Maths itatwaliwa, physics itasomwa, chemistry itastadiwa vizuri, biology itasomwa vizuri. Masomo yatatwaliwa vizuri, herufi kwa herufi, topic kwa topic, sentence kwa sentence. Wakimaliza wenyewe watie Fatiha, washuke ende zake. Kesho tena na kesho kutwa. Ikawa mtindo. Kila weekend aje kutwalisha masomo. Masomo nayo litwalishwa, mashaallah. Ile binti mara kaanza kuona kuugua, mara homa, kwa hospitali, mara sijui hiki, mara kile. Siku yake kaenda hospitali kwenye check up, yule daktari akimwangalia yule binti, aona huyu binti huyu ni mjamzito. Akamwambia, mzee, hebu tufanye test ya pregnancy test. Akamwambia, hapana, binti yangu hajafanya mambo hayo. Binti yangu huyu, she is innocent. Let's try. Isikana maana shida tumeitibu kitambo, akija mara yana huko, mara kichwa, mara tumbo. Akija kipimwa hivi, mimba kwa mwezi wa 3 huko. Mzee alilia kweli. Tafrani. Lakini kumbuka, usipandwe na pressure mzee. Kuna binti za watu ulioharibu wewe. Pata binti ya mtu mwenye anajichunga vizuri, ni mwanamwali kwa muharibu. Kila atakayekuja baada yako wewe ni shareholder wa madhambi. Kila atakayekuja baada yako kwa kumharibu mtoto wa watu, ulimpata mwanamwali maskini ukamharibu. Kila atakayekuja baada yako wewe una madhambi. Sababu lau siwe kumwanzisha singeyajua hayo. Mtume alikataa kulipiza kisasi. Akasema sitaki nilipiza kisasi, kamwacha. Kwa hiyo ndugu zangu, tukae tujue ya kwamba uchawi Mtume alifanyiwa, lakini haukuathiri utume. Na dalili ya kwamba utawi haukumwathiri katika utume wake ni kwamba alipozisoma zile sura alizoletewa zikamtibu maradhi aliyokuwa nayo. Ibn Qayyim asema katika hili, as-sihru alladhi asabahu sallallahu alayhi wasallam, utawi uliompata Mtume, kana maradan min al-amradi aridan shafahu Allah minhu, ilikuwa ni maradhi tu yaliyozuka na Mungu akampoza. Wala naqasa fi dhalika wala aiba biwajhi ma, wala hilo halikumpunguzia Mtume wala halikumtia aibu Mtume katika utume wake. Fa innal marada yajuzu ala al-anbiya, kwa sababu maradhi yafaa kwa mitume wao kuugua. Nabii Musa aliugua, Nabii nani aliugua, na Mtume pia naye aliugua. Nabii Ayubu alikuwa na madonda mwili mzima, lakini kuwa na madonda hukumfanya kwamba akatoka kama si mtume tena. Yale ni maradhi, kwa kuwa wao ni binadamu ingawa ni mitume,
lazima wataingia katika hali ya maradhi. Qala Raghib al-Asfahani asema ta'thiru sihri fi nabii, athari ya utawi kwa mtume, lam yakun min haythu innahu nabii, haikuwa ule utawi kwamba ni katika utume, wa inma kana fi badanihi min haythu innahu insanun au bashar, kwa sababu alikuwa ni binadamu. Kama binadamu alipatikana maradhi kama haya. Kama kana yakulu, kama sura alivyokuwa mtume anakula, wa yataghawwat, na huenda haja kubwa, ingawa haja kubwa ya mtume ilikuwa ikimizwa na ardhi. Katika miongoni mwa khasais za mtume, mtume alikuwa akienda haja kubwa, ardhi ya miza ile haja kubwa. Hakuna siku haja kubwa ya mtume ilionekanwa. Kila kienda haja, ardhi ya miza ile haja yake. Mtume alifanywa hijama siku moja, hijama kutolewa damu chafu. Yule sahaba aliyepewa damu nenda kaimwage. Akaenda kazunguka huko, kazunguka, akatafuta mahali pa kumwaga damu ya mtume, akapakosa, akainwa. Aliporudi mtume mwanzo mmemwaga wapi? Ambani akaonekana zile alama. Unajua ukinywa maji sikutokea alama huko kwenye mdomo. Ile alama ya damu iko kwenye, iko hapa ambani, na yeye kama hali amani kabisa, haitaonekana na mtu. Umefanya bali nimeinwa, na nitafutia mahali niimwage, lakini kaona acha niinwa. Mtume alimwambia kuanzia sasa hutoshtakia maradhi ya tumbo. Na naam, hakuwahi kuugua tumbo kabisa, maradhi yoyote ya tumbo hakuwahi kuugua usahaba. Wayaghdhab, mtume akasirika pia, lakini kana yaghdhabu fil haqq, mtume akasirika jambo la haki. Wayashtahi, mtume akitamani jambo, tamani hivi kwa hakika tutamani sisi watu ambao tutakuja baada yake tumwamini wakati tukumuona. Wayamradh, mtume alikuwa akiwa mgonjwa, mtume aliumwa na kichwa, mtume aliumwa. Fata'thiruhu fihi haythu huwa bashar, athari ya utawi ilikuwa kwa sababu ni mwanadamu. La min haythu huwa nabii, si kwa kuwa kwenye utume ndio iliathiri kwamba ikawa yasema aya ambazo si aya au atoe hadithi ambazo hazifai. La, wa inma yakunu dhalika qadihan fi nubuwa law wujida lisihri ta'thirun fi amrin yarji'u linnubuwa, lau ingelikuwa kungelikuwa na aibu fulani katika utume wake kwamba alitoa aya na si aya, basi hilo lingesema kwamba huyu bwana aliathiriwa na utawi mtume katika utume wake. Mtume alivunjwa hizi meno yake yauma Uhud, siku ya vita vya Uhud, mtume alipigwa mpaka akaporomoka ndani ya shimo. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi. Kwa hiyo ni hali ambazo mtume alizipitia za ugonjwa, kupitia dhiki kama hizo, lakini fima dhamina Allahu lahu min ismatihi fi qawlihi wallahu ya'simuka minan nas. Mwenyezi Mungu ashamtolea dhamana kwamba Mungu atakukinga wewe na watu. Kwa hiyo athari ya utawi haikuja katika kuathiri utume wake, iliathiri tu katika hali ya kibinadamu. Nimalizie kusema ya kwamba al-ilaju an-nafi'u lilmashhur huwa birruqi ash-shar'i, ilaji nzuri, yani tiba nzuri ya mtu aliyefanywa utawi ni kwa ruqya shar'iyya min kitabillahi ta'ala, katika Qur'ani usomewe aya, usomewe na utapoa. Lakini baada ya kuwa utawi umetafutwa mahali ulipo na ukaharibiwa, kisha ndio ukaja ukasomewa. Na aya nzuri, ndugu yangu Muislamu, soma suratul Fatiha, soma ayatul Kursi, soma Ikhlas, qul huwallahu, muawidhatani, qul huwal falaq bin nasi, wal ayatani al-akhiratani min surati al-Baqara. Na zile aya mbili za mwisho kuanzia lillahi ma fis samawati, kuwa na mazoea kusoma hizi aya, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Walil insani al-mashhuri, na mwanadamu yoyote aliyefanywa utawi, ayadhhaba ila insani akhar, aende kwa mtu mwingine akamsomee. Kisomo cha kusomewa si kama cha kujisomea mwenyewe. Kisha wa an yahrisa ala duai wal iltija ila Allah, wakati wasomewa uwe na hudhur, sio wasomewa kwa chati, wasomewa wafanya vitu vingine. Wakati wasomewa ile ruqya, kuwa na hudhuri, usikize zile aya, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupoza kupitia yale maneno yake bora. Wa yuhafidhu ala qira'ati al-adhkari al-waridati an rasulillah, na tujaribuni pia katika maisha iwe tuwasoma zile nyuradi za asubuhi na jioni. Kuna nyiradi za asubuhi na zile za jioni, hakikisha uwe mtu uko nazo. Na pia nyiradi kila baada ya swala. Alfajiri kuna nyiradi zake, adhuhuri kuna nyiradi zake, na kwenye kutawadha pia kuna nyiradi zake. Kuingia chooni kuna uradi wake, kuingia nyumbani kuna uradi wake, kuvaa nguo mpya kuna uradi wake, kuvua nguo kuna uradi wake, kulala kuna uradi wake, kuamka
Kila kitu Mwenyezi Mungu, mtume ametuwekea kwamba hichi fanya hivi, hichi fanya hivi. Sasa ukiishi katika hayo mazingira, basi hata ubaya ukiwa utakuja, kama vile umvaa bulletproof. Sikuna bulletproof ni risasi haingii, na sisi pia tuna bulletproof zetu ambazo ni hizi nyiradi. Kwa inshallah hadithi yetu ya leo ni kujua kwamba mtume alifanyiwa huu ubaya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia Qur'ani ikampoza kwa ubaya aliofanyiwa. Kwa hiyo kama sura mtume alivyokuwa na maadui wenye kumdhuru, sisi pia nasi tunao maadui wenye kutudhuru, iwe tuwajua au hatuwajui, lakini tuishi katika mazingira ya kinga. Kinga yenyewe ni kuitaka kinga kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakaha anta waliyyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله